Naam, mtazamaji, karibu tena kwenye mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa na wakati mzuri katika kuletea baadhi ya watu kwenye mtiririko wa vipindi hivi, hasa ikiwa ni kuelekea kwenye siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, na pengine kila mtu amekuwa na matarajio yake, amekuwa na vitu vingi ambavyo amekuwa akiexpect kwamba vinaweza vikafanyika kwenye serikali ambayo imechaguliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na uapisho ulikuwa tarehe 3 Novemba mwaka 2025. Tokea tarehe 3 mpaka kufikia siku 100. Je, kuna nini ambacho kimefanyika ama matumaini ya kufika nchi ya ahadi yatakuwepo? Lakini kwa leo nitakuwa na mwenzangu McDonald. Yeye ni wakili msomi kabisa, ambaye na yeye tutaona namna ambavyo kwenye tafakuri yake ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani na nini ambacho atakuwa anatuletea. Mimi naitwa Kivumbi maarufu, nikualike na kukaribisha tuwe kwenye mtiririko huu hadi tamati. Karibu sana ndugu wakili McDonald. Asante sana. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana. Tupo hapa kwenye mjadala huu wa siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani. Yeah. Pengine tukianzia kwa kuzungumzia general mambo yote kwa pamoja, nini hasa unaweza ukawa na tafakuri yako ya kuona ndani ya siku 100 hizi kuna mwanga au kuna giza? Kiufupi ni kwamba kuelekea hizi siku 100 tangu kuapishwa kwa Rais Samia, tunapata picha au taswira nzuri katika utendaji wake, hususan kwenye, nitaongelea upande wetu wa sheria kwanza. Kwenye upande wa sheria, Rais ana mamlaka ya kutoa msamaha kwa watu ambao wamefungwa au ambao wanaweza wakawa wanatuhumiwa kutokana na mamlaka aliyopewa kisheria. Kwa hiyo kulikuwa na kesi za uhaini ambazo zilitokana na matukio yaliyokuwa yanafuatana kuanzia Oktoba 29 na kuendelea, lakini aliweza kutoa msamaha kwa kutoa maagizo kwa watu waliokuwa chini yake wanaohusika na mambo ya mashtaka. Kwa hiyo alitoa msamaha kwa vijana na wananchi mbalimbali. Kwa hiyo inaashiria ni mtu ambaye anataka twende kwenye kasi ya maendeleo na kwa pamoja tuweze kusonga kama nchi. Kwa hiyo inaonyesha vitu vizuri na ni mwanga mzuri. Na hata juzi pia alikuwa anazungumza na majaji na mahakimu, kaahidi kuboresha mahakama za mwanzo, kwa sababu mwanzoni msisitizo ulikuwa sana kwenye kuweza kurekebisha mahakama za wilaya na hizi mahakama kuu. Lakini sasa hivi yeye mwenyewe Rais wa Jamhuri ya Muungano ameweza kusema kwamba atatoa msisitizo na mkazo kwenye uboreshaji wa mahakama za mwanzo. Na ikumbukwe zamani mahakama za mwanzo ilikuwa wakili wa mahakama kuu hawezi kwenda kumwakilisha mteja wake, lakini sasa hivi mahakama za mwanzo wakili anaweza kwenda kumwakilisha mteja wake. Hivyo basi yeye Mheshimiwa Rais kusema kwamba ataziboresha mahakama za mwanzo ni jambo zuri zaidi, kwa sababu maana yake sasa tutakuwa na uboreshaji wa vitendea kazi na mazingira ya kazi kwa watumishi wote wa mahakama. Kwa hilo nalo linatia moyo. Lakini upande mwingine, kwenye kuapishwa mawakili, mwezi wa 12 2025 waliapishwa mawakili takriban 774. Ni idadi kubwa, na hiyo inaonyesha kwamba namna gani serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan daktari inataka wananchi waweze kupata huduma za kisheria kwa karibu zaidi, kwa sababu idadi kubwa ya mawakili
maana yake wanaenda kuingia kwenye jamii, mikoa mbalimbali na kwenda kutoa huduma za kisheria, msaada ya kisheria. Kwa hiyo inaweka taswira nzuri ya kwamba rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anataka wananchi wake na jamii kiujumla iweze kupata huduma za kisheria kwa urahisi na unafuu zaidi. Mark, wewe ni kwa sababu ni mbobevu pia kwenye sheria. Kwa siku 100 hizi, ndani ya siku hizi 100, unaonaje tunavyosema, unaonaje hatua za awali za utendaji wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kurudisha imani ya kitaifa na jumuiya za kimataifa kwenye masuala ya kisheria? Mtazamo wako ukoje? Anaona tu ni kwamba anaenda vizuri, na hata juzi alikuwa yuko na mabalozi amezungumza namna gani nchi yetu ina nia njema ya kuendelea kuboresha mahusiano ya kimataifa, na hata pale kwenye mapungufu ameweza kuahidi kwamba atayafanyia kazi ili asiweze kujitokeza. Kwa hiyo kwa upande wa kisheria na hata duniani, kitendo cha yeye kuweza kutoa msamaha kwa watu ambao walikuwa na kesi zile za uhaini inaonyesha kwamba ni rais ambaye anapenda watu wake na anapenda demokrasia na anapenda diplomasia. Tumeona pia kwenye mambo kadhaa ambayo yalitokea kuanzia Oktoba 29 na nini. Unadhani kwa sasa tulipo na tunapoenda, haya yote yanaendelea, tayari kuna vitu vimeahidiwa kama wanasheria. Nyinyi wanasheria wenyewe mmekuwa wakati mwingine mkikosoa, wakati mwingine hivyo, mambo yanaenda hivyo. Ushauri wako pengine kwenye ndani tunapoendelea kwenye serikali kwenye masuala yanapokuja masuala ya kisheria, mnashirikishwa hasa? Ushirikishwaji upo, lakini kubwa ni hilo kwamba kuweza kuhakikisha mazingira mazuri ya wanasheria na mawakili kiujumla, kuweza kutopata bugudha especially kwenye maeneo ya mahakama kutoka kwa vyombo vyovyote vya ulinzi. Na hata hii juzi pia alisisitiza kwamba mahakimu na majaji waweze kutoa haki bila upendeleo wowote. Kwa hiyo nayo inaonyesha kwamba namna gani Rais Samia anapenda kwamba kuwe na utawala wa sheria na wa haki na kusiwe na uonevu wowote kwa wananchi pale wanapotafuta haki yao mahakamani. Kwa ujumla, namna unavyoona utendaji wa kazi, hasa vijana wamepewa kwenye sekta, unapewa sekta nyeti sasa hivi kusimamia, unaiona nguvu ya vijana hasa katika kumsaidia Mheshimiwa Rais? Na je, neno lako kwa watu wa viongozi waliopewa dhamana hasa katika kipindi tulichotoka na tunachoendelea, unaweza shauri chochote? Kwenye upande wa maana yake mengine yaliyotokea pengine ulikuwa ni sintofahamu au uzembe labda wa baadhi ya viongozi, lakini kwa sasa una neno gani hasa? Hasa hapo kwanza ni uwajibikaji. Unajua kuna kipindi watu wengine wanajisahau. Unavyokuwa umepewa majukumu, unapewa nyumba kwa maana malazi wewe na familia yako, unapewa gari kwa maana ya usafiri na marupurupu mbalimbali. Ile yote ni kuweza kufanya wewe uweke bidii na mkazo zaidi kwenye kuhudumia wananchi. Lakini sasa kama ukiwa kiongozi alafu unaelekeza nguvu kwenye mambo yako binafsi badala ya yale ambayo Mheshimiwa Rais ameamini kwamba unaweza kutekeleza, kwa kweli hutopata matokeo chanya. Kwa sababu mtakamawili siku zote hupata matatizo. Kama unaona biashara ni bora kwako, ni bora uache uombe wa kupumzisha au ujiuzuru uweze kuendelea na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nisisitize tu na kutoa ushauri kwa wale ambao wameaminiwa na rais wetu, wameaminiwa na nchi,
kuweza kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi wa hali ya juu ili kupata matokeo chanya na kuweza kumheshimisha rais wetu, Rais Samia Suluhu Hassan Daktari. Wengi walikuwa wanatamani kuhusiana na katiba mpya, pengine walitegemea mchakato uanze mara moja ndani ya siku 100. Tunaposikia katiba, maana nyinyi ndio wenye jambo lenu. Pengine hili nalo ndani ya siku 100 hii unaona kuna mwelekeo wa kupata katiba mpya, lakini pia kwanza ukisikia tu neno katiba mpya alafu ndani ya siku 100 hizi watu walitamani tayari leo lishaanza mchakato. Maki, unaweza ukatueleza nini kwenye swala la kupata katiba mpya hasa kwa kipindi hiki na watu walitegemea ndani ya siku 100 lianze mchakato uanze? Je, watu wafahamu namna mchakato unavyokuwa muda mrefu au kuna ulazima wa kupata katiba mpya kama watu wanavyotaka kwa sasa? Sasa unajua kuna kujibu kama mwananchi na kuna kujibu kama mwanasheria. Yote ningetamani kuyasikia. Kwa mfano, umuhimu wa kuleta katiba mpya ni pale ambapo unasikiliza wananchi wako. Je, wenyewe wanasemaje? Kwa sababu kuna vitu ambavyo pengine miaka 50 iliyopita katika namna ya wananchi wa taifa husika waliona vina mantiki, lakini baada ya miaka 50 vikawa havina mantiki. Wana wajibu wa kukaa na kuweza kuchagua mfumo ambao wanataka wao waweze kuenenda. Kwa hiyo mimi kama wananchi wa taifa au wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakiwa wao wenyewe wameamua kwamba wanahitaji katiba mpya, naona ni jambo zuri. Lakini kwa upande wa sheria unaweza ukawa na wanasheria tukawa na mitazamo tofauti. Kwa mfano, inaweza ikawa si lazima sana kuweza kuandika katiba mpya kama kufanya marekebisho ya ibara ambazo zina mapungufu. Kwa mfano, labda kuna ibara labda wananchi hawataki kuwa tena na waziri mkuu, kwamba kuwe na rais na makamu wa rais. Kwa hiyo haiwazuii kuweza kufanya mabadiliko, kwamba ile ibara ambayo ilikuwa inamtaja na kumtambua waziri mkuu wakaweza kuiondoa kwenye katiba yao, pia inawezekana. Kwa hiyo unaweza ukaandaa katiba mpya au unaweza ukakaa ukafanya marekebisho au amendments kwenye zile ibara ambazo unaona hauzihitaji ukaziondoa, zile ambazo unaona zinahitaji marekebisho ukafanya marekebisho, na zile ambazo unahitaji kuziweka mpya zikaweza kuingia kwenye katiba. Kwa hiyo mtazamo wangu ni huo. Nini umekiona pengine swala la maridhiano kwa sasa limekuwa nalo ni gumzo kubwa, pengine kwa nyinyi wanasheria sasa maridhiano yapo wakati mwingine yanakuwa kisiasa, kwa maridhiano ya kisiasa, athari na faida, pengine kweli maridhiano tunayahitaji kwa namna yafanyike kwa namna gani? Kwa sababu unakuta wengine kuna ili mitazamo tofauti na nini. Ushauri wako pengine yangefanyika kwa namna gani? Maridhiano maana yake ni kuweza kuleta makundi mbalimbali ya wadau kwenye nchi au kwenye masuala fulani ya kisekta na kuweza kuzungumza na kujadili namna bora ya kuweza kuharmonize hali yoyote ambayo inaweza ikawa haikuwa inapendeza au inayohitaji marekebisho. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona ni kwamba kama kuna makundi ya vijana, wakina mama, walemavu, makundi ya wanaume, ya wazee, ya wafanyakazi mbalimbali, wanasiasa, kuweza kukaa na kuamua kwa pamoja kwamba ni namna gani jinsi wanataka vitu viende au jambo liwekwe vipi. Kwa hiyo pia ni sawa kufanyika, lakini kwa upande wangu nafikiri tungeweka na mdahalo wa kitaifa, tungekuwa tumeyafanya maridhiano kwenda kwenye namna nzuri zaidi. Naona kwa sababu pale utapata kwamba kwa mfano mtoto wa miaka 5 kwenye nchi hii ana haki zipi, na nani anawajibishwa asipozipata,
na kwa mfano mtu mfanyakazi anatakiwa afanye kazi miaka mingapi ili kuweza kulipa pension. Kuna mambo mbalimbali. Kwa hiyo maridhiano yakiendeshwa kwa mfumo wa mdahalo wa kitaifa, tutapata matokeo chanya kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Naam, ni McDonald huyo, yeye ni mtaalamu wa sheria, lakini pia ana kama ulivyomsikia ametueleza vitu vingi pia kuhusiana na mambo jinsi ambavyo yalivyo kwenye upande wa siku 100 za kuelekea siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani, na kuweza kutuambia, pengine umemsikia vizuri, lakini swala pengine tukiwa tunamalizia kwa namna ambavyo zimeendeshwa hizi ndani ya siku 100 uongozi huu, unaweza ukasema serikali imefanikiwa kiasi gani katika kuhakikisha tumekaa kwenye mstari ule kama ulivyokuwa mara ya kwanza, maana ya amani na vitu kama hivyo? Rais amefanikiwa, na kama amefanikiwa unampa asilimia ngapi? Mimi kwa upande wangu naona amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu baada ya uchaguzi nchi nyingi huenda na kwa mambo kuharibika zaidi, lakini kama unaona vyombo vyake vya usalama vimekuwa imara, kwa maana ya kudhibiti namna yoyote ya machafuko au majaribio yoyote ya mapinduzi au namna yoyote ya uvunjifu wa amani kwenye nchi, na hususan jeshi la polisi limeonyesha umahiri mkubwa kuanzia juu hadi chini, kwa maana ya kwamba zile amri na command zinakwenda vizuri na order iko sawa. Kwa hiyo unaona kwamba amejitahidi kwa sababu amepitia changamoto kubwa kama kiongozi wa nchi, lakini ameonyesha utulivu na kuweza kuliendesha jahazi au kuliongoza jahazi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vizuri, na mpaka sasa tunavyoelekea siku 100 tunaendelea vizuri. Nikushukuru sana na karibu tena kwenye studio zetu. Kwa wakati mwingine tutaendelea kujadiliana kadri itakapotupendeza. Mtazamaji, asante pia kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao mbalimbali, ikiwa ni mijadala mbalimbali na watu tofauti ambao tutakuwa tukikuletea hapa, lakini kikubwa ni tuendelee kusikilizia. Leo ikiwa ni siku ya 74 mpaka bado kama siku 26 hivi ili kuweza kutimia kwa siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan madarakani. Mimi sina lingine zaidi, tutakutana tena kwa wakati mwingine. Asante na bye bye.